kazi ya shetani ni kuharibu. Mungu akukumba uje hapa duniani uishi miaka yako yote katika ulevi. Mungu akukumba uje hapa duniani uishi maisha yako katika ulevi. Kiwango ambacho unasahau familia yako, kiwango ambacho unajikojolea, unatembea barabarani, kiwango ambacho unashindwa kutimiza majukumu yako. Mungu akukuleta kijana hapa duniani ili uishie kwenye bangi, ili uishie kukata watu visu, ili uishie kuiba mali za watu. Hapana, huo ni udanganyifu wa shetani. Uko chini ya utawala wa ibilisi. Ninakushauri siku ya leo, fanya maamuzi. Kama huyu mwanamke aliyekuwa anasumbuka kwa muda mrefu, hiyo siku alipofanya maamuzi ilikuwa ni siku ya kutoka kwenye matatizo yake. Fanya maamuzi. Sikia nikwambie mpendwa, ambaye unasikia hizi habari. Ndio. Yesu anabadilisha. Yesu anaokoa. Haijalishi kitu unachokutana nacho umekutana nacho kwa muda gani. Haijalishi umetumia gharama kiwango gani kushughulika na hilo swala. Kama leo utaamua kumuita Yesu, kama leo utaamua kuweka imani yako kwa Yesu, nataka nikwambie huu ni uhakikisho, kwa sababu neno la Mungu ni kweli na hakika. Kwa sababu vitu vyote vilivyopo duniani vitapita, lakini neno la Mungu haliwezi kupita. Biblia inatuambia kwamba dunia inapita na tamaa zake na vyote vilivyopo, lakini neno la Mungu haliwezi kupita. Neno la Mungu ni kweli, neno la Mungu ni hakika. Kama leo utaamua ya kwamba namkabidhi Yesu maisha yangu, ya kwamba naamua kutoka kwenye utumwa wa dhambi, Biblia inaniambia Yesu anatuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza, anatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, anatuingiza kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya.